kabla ya taasisi, kabla ya mtu yoyote mwingine binafsi, serikali ndio ambayo inawekeza sana kwenye shughuli za michezo, hasa kwenye miundombinu ya michezo. Tunao lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vizuri vinavyoweza kutumika kufanya shughuli za michezo kote nchini, na ili kwa moyo huu na ari ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatupa, naamini litaweza kufanikiwa. Sisi wasaidizi wake tumepanga kutomwangusha Mheshimiwa Rais. Kibinafsi kabisa, mimi nafahamiana na viongozi wengi wa vilabu vikubwa. Watu wa mpira tunajuana. Japokuwa Murtaza anasema mimi ni mtu wa muziki, mimi yoyo, lakini yeye ndo mtu wa mpira, lakini sio kweli. Mimi ni mtu wa mpira kama alivyo yeye. Na kwenye maeneo mengine na mzidi. Kuna mahali ananizidi na nakubali, lakini kuna mahali na mzidi kwenye baadhi ya maeneo. Nalisema hili kwa sababu nafahamu uwezo mkubwa na vichwa vizuri walivyonavyo viongozi wengi wanaoongoza timu zetu na wanaoongoza mamlaka za mpira wa miguu Tanzania. Vichwa vyao naamini vina uwezo wa kufanya maamuzi makubwa yenye manufaa ya muda mrefu kwa vilabu hivi, mpira wa Tanzania na Tanzania yenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo kusema kweli napata ukakasi na huwa inanishangaza tunapofanya maamuzi ya, sio nitumie neno la mtaani, ya kigoroko, kitoto na yasiyoingia akilini, na maamuzi haya yakawa ndio maamuzi yanayosimikwa na vilabu vyetu. Huwa inanishangaza sana. Moja ya mambo ambayo yamekuwa yananishangaza kwa muda mrefu na sijawahi kudikodi kwamba tunakwama wapi, na kwamba nafahamu vilabu hivyo vimefikia mahali pa kuendesha shughuli zake kwa weledi wa hali ya juu, na kwa uwezo wa viongozi wetu vilabu hivi vinaweza kuendesha shughuli zake kama vilabu ambavyo sisi tunaviona kama vilabu vya mfano duniani kwa ukubwa wa viwango vyetu, na kila kitu chenye kuandikika kinaweza kupita kikakagulika na kuwekewa alama za namna kwa namna zinavyokubalika. Sasa wiki 3 zilizopita mimi nimeenda kuzindua uwanja kule Singida, uwanja wa klabu ya Singida Big Stars, klabu ambayo ina miaka michache tu, wote tunafahamu. Singida Big Stars sio Simba, sio Yanga, lakini kwa idadi ya watu mnaowafahamu, kwa mfano wapenzi wa Simba ambao wangekuwa tayari kuweka akili kuchangia hali ya kiuchumi na kuhakikisha nyenzo zote zilizoko katika mikono yao zinatumika ili kuhakikisha klabu ya Simba inakuwa na uwanja, inanishangaza kwamba klabu ya Simba haina uwanja mpaka leo. Kwa hivyo hili nililosikia leo limenitia moyo sana, na kwa kampuni ya Jairuti hili kusema kweli nimesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo klabu ya Simba inatakiwa kulifanya. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Hata matatizo mengi yametokea hapa katikati, ni aibu kuona sio haya juzi ya kabla ya hapo ya watu kuhama viwanja na kusimangana na vitu vya namna hiyo. Waona yote singetokea kama klabu hizi kubwa zingekuwa na viwanja vyake. Ili ni jambo linatia simanzi. Naamini kama kweli mnaupenda mpira wa miguu, kama kweli mnaipenda klabu yetu, hili ni jambo ambalo sasa hivi linatakiwa litoke kwenye makaratasi na liende likawekwe pale kwa vitendo. Tuone matofali, tuone pichi zikitengenezwa, na klabu ya Simba iwe ina uwezo wa kucheza mechi zake angalau hizi za ligi kwenye uwanja wake. Ule uwanja wa KMC una watu 4,000 6,000 4,000 nani 8,000. Kwa hiyo tukiwa na kiwanja kina watu 10,000 12,000, mechi zote zinaweza kuchezwa pale.